ajili ya kutoa taarifa fupi juu ya mteja wangu ambaye anaitwa Kindikwa Nestori Mashaka alimaarufu kama kijana mzalendo. Nafikiri mtakuwa mnafahamu wengi kwenye mitandao mbalimbali, amekuwa akizungumza na wanahabari, amekuwa akitoa maoni mbalimbali ya kuhusu nchi yetu. Sasa ndugu zangu, nataka tu niufahamishe umma wa Tanzania kwamba ndugu Kindikwa Nestori Mashaka alimaarufu kama kijana mzalendo alikamatwa na jeshi la polisi au na watu ambao walitambulisha kuwa ni maafisa wa polisi tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026 akiwa eneo la Kerege CCM wilaya ya Bagamoyo mkoa wa Pwani. Na baada ya kundi hilo kumvamia ndugu Kindikwa au kijana mzalendo kutoka maeneo kusikojulikana mpaka ilipofika tarehe 27 mwezi wa 6 2026 ilipojikuta kwamba alipobaini kwamba yuko Kibaha mkoa wa Pwani, na alikaa hapo kwa takriban siku 3, 25, 27. Na ndugu na habari, baada ya hapo tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026 ndugu Nestori Kindikwa maarufu kama kijana mzalendo alisafirishwa kutoka mkoa wa Pwani kwa maana ya Kibaha mpaka mkoa wa Dar es Salaam na kuhifadhiwa katika kituo cha polisi Oysterbay mpaka polisi Kinondoni tarehe 27 mpaka tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya hapo ilipofika tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 ndugu Kindikwa au kijana mzalendo alitolewa pia kituo cha polisi Oysterbay na kwenda kituo cha polisi kikuu cha polisi Central Dar es Salaam, ambako alikaa hapo kwa takriban siku 3 kwa maana ya tarehe 9 mpaka tarehe 12 ya mwezi wa 7. Na baada hapo ilipofika tarehe 12 ya mwezi wa 7 ndugu Kindikwa au kijana mzalendo alitolewa kituo cha polisi cha kati kwa maana ya Central na kurejeshwa katika kituo cha polisi Oysterbay mpaka polisi Kinondoni Dar es Salaam. Na tangu tarehe 12 ya huo mwezi wa 7 mpaka jana tarehe 3 ya mwezi wa 8 ndugu Kindikwa au kijana mzalendo amekuwa akihifadhiwa kituo cha polisi Oysterbay na amekuwa chini ya mikono ya jeshi la polisi kwa takriban siku 40 sasa bila kupewa haki yake ya dhamana au kufikishwa mahakamani. Naomba kurudia hapo kidogo kwamba mpaka jana tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 ndugu Kindikwa kijana mzalendo yuko mikononi mwa jeshi la polisi hapa nchini kwa siku 40 sasa bila kupewa haki yake ya dhamana au kufikishwa mahakamani kwenda kujibu tuhuma zinazomkabili kwa mujibu wa sheria. Na ndugu waandishi wa habari, jana tarehe 3 mida ya mishare ya jioni nikapata pia taarifa kama wakili kutoka kwa maafisa wa jeshi la polisi kwamba jana hiyo ndugu Kindikwa kijana mzalendo alikuwa anahitajika kituo cha polisi mkoa wa Pwani, kwa makao jeshi la polisi mkoa wa Pwani Kibaha, kwa maana kwamba tuhuma zake ndiko zilikuwa huko. Na nikafuatilia kutaka kujua ukweli wa habari hizo na nikathibitisha kwamba ni kweli jana usiku jeshi la polisi mpaka polisi Kinondoni lilimsafirisha ndugu Kindikwa au kijana mzalendo kutoka mkoa wa polisi Kinondoni kwenda jeshi la polisi mkoa wa Pwani kwa hoja kwamba ndiko tuhuma zake zilipo huko. Sasa ndugu waandishi wa habari, kama nilivyosema, leo ni siku ya 41 huyu kijana Kindikwa au mzalendo yuko mikononi mwa jeshi la polisi, na mimi kama wakili kwa nyakati tofauti nimejaribu kufuatilia kujua ni tuhuma gani ambazo zinamkabili ndugu yangu au mteja wangu Kindikwa, lakini nimekuwa sipati majibu ya moja kwa moja kutoka kwa jeshi la polisi, licha kwamba wamekaa naye kwa muda mrefu pasipo na majibu. Sasa leo asubuhi nilimwagiza mmoja wa ndugu wa ndugu Kindikwa au kijana mzalendo kwenda kuonana na mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Pwani kujua hatima ya ndugu Kindikwa. Kwanza kutaka kujua moja, kama alifikishwa kituo cha polisi mkoa wa Pwani,
lakini pili, tuhuma zake ni zipi, lakini tatu, kama haki yake ya dhamana iko wazi. Na ndugu huyo wa ndugu Kindikwa amenitaarifu kwamba amefika makao makuu ya polisi mkoa wa Pwani na kukutana na mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Pwani, na akafahamishwa kwamba ni kweli ndugu Kindikwa jana alifikishwa katika mkoa wa Pwani kwa maana ya Kibaha na anahifadhiwa hapo, na alipohoji kuhusu haki yake ya dhamana akajibiwa kwamba tuhuma zinazomkabili ndugu Kindikwa hadina dhamana, licha kwamba RCO wa Pwani hakwenda mbali kwa kueleza ni tuhuma gani hizo, lakini tu alijibu kwa kifupi kwamba tuhuma ambazo zinamkabili ndugu Kindikwa au kijana mzalendo hazizaminiki, lakini hakwenda mbali kwa kueleza ni tuhuma zipi hizo. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, mimi kama wakili, baada ya kufanya engagement za kutosha na jeshi la polisi, mimi nafanya kazi na polisi mara nyingi sana, nimekuwa nazungumza nao, tumefanya engagement za kutosha sana, tumekuwa tukikaa mezani na kuzungumza juu ya tuhuma za ndugu huyu Kindikwa na kama anaweza kupata dhamana. Baada ya kuona kwamba hizo juhudi zimeshindwa kuzaa matunda, kama wakili na kama afisa wa mahakama, jana nikaamua kufungua shauri mahakama kuu kwa maana ya maombi ya habeas corpus mahakama kuu ya Dar es Salaam, ambako tukiitaka sasa jeshi la polisi ama moja kumwachia huru ndugu Kindikwa kijana mzalendo, au pili jeshi la polisi lifikisha mahakamani ndugu Kindikwa kama na tuhuma za mkabili dhidi yake, basi akajibu tuhuma hizo huko. Shauri hilo tumelifungua jana mahakama kuu masjala ndogo Dar es Salaam, na muombaji ni ndugu Kindikwa Nestori Mashaka maarufu kama kijana mzalendo, dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi nchini kwa maana ya IGP mjumaombi namba 1, kamanda wa polisi mkuu wa polisi Kinondoni mjumaombi namba 2, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkuu wa polisi Kinondoni mjumaombi namba 3, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam mjumaombi namba 4, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda Dar es Salaam mjumaombi namba 5, kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani ambako leo jana pia alisafishwa kwenda huko mjumaombi namba 6, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Pwani mjumaombi namba 7, mwendesha mashtaka wa umma kwa maana DPP mjumaombi namba 8, na wa mwisho ni mwanasheria mkuu wa serikali mjumaombi namba 9. Ndugu waandishi, kwa nini tumeweka wote ni kwa sababu kama nilisema hapo awali, kwa nyakati tofauti ndio Kindikwa amekuwa akihifadhiwa ama kituo cha polisi Oysterbay, kituo cha polisi kati kwa maana ya Central polisi Dar es Salaam, lakini pia amekuwa kama nilivyosema amekuwa akipelekwa kituo cha mkoa wa polisi Pwani kwa maana ya Kibaha, na ninapozungumza na nyinyi hapa leo yuko kituo cha polisi kati kule Kibaha mkoa wa Pwani. Ndio maana tunaona kuna washtakiwa utamkuta yupo IGP, utamkuta kamanda wa polisi mkuu wa polisi Kinondoni, utamkuta RCO mkuu wa polisi Kinondoni, utamkuta ZDPC, utamkuta ZDCO, utamkuta kamanda wa polisi mkoa wa Pwani, utamkuta kama mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Pwani, kwa sababu zote hizo mamlaka zote hizi kwenye nyakati tofauti zimekuwa zikimshikilia huyu bwana kwa muda wote ambao nimesema hapa. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, tunaamini kwamba na kama wakili naamini kwamba mahakama kuu itadimiti ili shauri kwa haraka na italipangia ili shauri kama kwa tumelifaidi kwa acha dharura, na nina imani kwamba maafisa wa mahakama watalipangia ili shauri kwa dharura huo, kwa sababu ni kweli haiwezekani unakaa na mtu siku 40 hujawahi kumhoji, hujawahi kumwambia tuhuma zake, alafu unamhamisha mpaka mkoa mwingine tena na kwenyewe unasema tuhuma zake hamna dhamana. Sasa kama umekaa na mtu siku 40, mimi sio mpelelezi, lakini umefanya upelelezi, yani unapeleza nini siku ya kwanza ya 10 ya 20 ya 30 mpaka ya 40, na makosa ya mitandao yanajulikana kwamba ni simu, na polisi wana maabara za kiforensikia. Sasa unapeleza upelelezi gani siku 40 mtu yuko mikoani mwako? Na sisi ni nchi ambayo inaongozwa kwa mujibu wa utawala wa sheria. Sasa jeshi la polisi kama mamlaka ya upelelezi na uchunguzi sio jambo jema sana, na halifurahishi mno kuona kwamba mnakaa na mtu siku 40 siku 41 maabusu na mko relax
yani DCI Kingai yupo, PDCO yupo, DPC yupo, RCO Kinondoni yupo, RPC Kinondoni yupo, IGP Wambura yupo, unakana mtu siku 40 mahabusu. Kwa ni jambo ambalo linatia kidogo mashaka, kwa sababu sisi kama nchi ambayo inaongozwa kwa utawala wa sheria tunaamini kwamba kila jambo linaongozwa kwa utawala huo wa sheria. Kwa unapomkamata mtu tunaamini kwamba unakuwa unafanya upelelezi na unakuwa tayari na ushahidi mezani. Sasa hii unakamata mtu na kana siku 40 hujamfikisha mahakamani, kidogo inaeta kidogo sintofahamu. Sasa ni kwamba mhalifu asipelekwe mahakamani, lakini basi wanasema haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Justice denied, justice delayed. Kwa hiyo ninaamini kwamba Mahakama Kuu tulitili shauri kama jambo la dharura, kwa maana kwamba litadimitiwa kwa haraka. Tutapata summons ndani ya wiki hii, na ninaamini kwamba jaji ambaye atapajua kufikisha shauri hili atalipanga pia kwa uharaka huo, ili sikizwe kwa haraka, waje watuambie hawa maafisa wa polisi ni kwa nini wamekaa na huyu mtu kwa siku zaidi ya 40 bila kumfikisha mahakamani na bila kuchukua hatua za kisheria. Lakini jambo la pili ni kwamba mimi leo nimekuwa nikishangaa na kidogo nachangaza unapoona kwamba maafisa wa polisi wanaenda makosa jinai kifungu cha 34 yazungumza kwamba jeshi la polisi haliruhusiwi kukaa na mtu mahabusu kwa zaidi ya siku masaa 24 ili mfikisha mahakamani. Lakini kusoma kifungu cha 51 na 52 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai yazungumza kwamba jeshi la polisi au afisa anayefanya uchunguzi haruhusiwi kukaa na mtuhumiwa mahabusu zaidi ya masaa 4 bila kumfanyia mahojiano. Na masaa 4 yakizidi anapaswa kuongeza masaa mengine 4 na hayo ya 8. Na 8 yakiisha basi anapaswa kuenda kwa hakimu kuomba kibali cha kuongeza muda mwingine wa ziada. Na hiyo pia PGO inazungumza hivyo, PGO 226 inazungumza hivyo kwamba an investigative officer shall stay with an accused person for more than 4 hours, na zikizidi ataongeza masaa mengine 4. Ikifika 8 basi na yeye akisha jamaliza anaenda kwa hakimu kuomba kibali cha kuongeza muda ziada. Sasa jeshi la polisi limekaa na huyo mtuhumiwa siku 41 sasa. Ni zaidi ya masaa 24, ni zaidi ya siku, ni zaidi ya masaa 8 ambapo kwa mujibu wa sheria na PGO ambao ndo mwongozo mkuu wa jeshi la polisi. Sasa unajiuliza kama haya yote hapo kwenye sheria na sheria imeelekeza hivyo, kwa nini tunakuwa tuna misuse hizi mamlaka? Sheria zipo lakini hatuzifuati. Sasa tuzitunga sheria za kazi gani? Yaani tumetungia sheria nani? Lakini pia ukisoma ibara yetu, ukisoma katiba yetu pia ibara ya 13 ndio uandishi leo nasomea kidogo, ibara ndogo ya 6 hasa ile mahususi ibara ya asema aya ya kwanza, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 aya ya A inazungumza wakati haki na wajibu kwa mtu yote unapohitajika kufanywa maamuzi na mahakama au chombo kingine chote kinachohusika, basi mtu huyo atakuwa na haki ya kupewa fursa ya kusikilizwa kwa ukamilifu na pia haki ya kukata rufaa au kupata nafuu nyingine ya kisheria kutokana na maamuzi ya mahakama au chombo kinginecho kinachohusika. Lakini B inazungumza kwamba ni marufuku kwa mtu aliyeshtakiwa kwa kosa la jinai kutendewa kama mtu mwenye kosa hilo mpaka itakapothibitika kuwa anayo hatia ya kutenda kosa hilo. Sasa utaona kwamba huyu mtu kwa level hii sasa ni mtuhumiwa tu, sio mfungwa yet, ni mtuhumiwa tu. Kwa jeshi la polisi lina wajibu wa kumtreat kama ni innocent person mpaka mahakama itakaposema vinginevyo. Lakini tukienda mbali zaidi, ndugu waandishi, ukienda ibara ya 59 ya katiba hii, hasa ile ibara 59 B kubwa, inazungumza kinagaba kwamba inaanzisha ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma, kwamba kutakuwa na mkurugenzi wa mashtaka ambaye atatolewa na rais kutoka miongoni mwa watu wenye sifa zilizoainishwa katika ibara ndogo ya 2 ya ibara ya 59, na amekuwa na sifa hizo mfululizo kwa muda usiopungua miaka 10. Sasa ukija namba 2 au namba hasa katika ile ibara ndogo ya 4 inazungumza wazi kwamba katika kutekeleza mamlaka yake mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiwa na mtu yoyote au na mamlaka yote, na atazingatia mambo yafuatayo: 1, nia ya kutenda haki; 2, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki; na 3,
maslahi ya umma. Na haiendi toka ishia hapo. Kutoka kija banda ya 5 tunazungumza mkurugenzi wa mashtaka atekeleza mamlaka yake kama ilivyoelekezwa katika sheria yoyote iliyotungwa na au itakayotungwa na bunge. Kwa sababu ni kwamba jeshi la polisi kama linaona kwamba ndugu Kindikwa anatuhuma na kuna ushahidi wa kudhibitisha juu ya tuhuma hizo, basi wamfikishe wapeleke ushahidi wao kwa DPP, kwa maana hilo yale la uchunguzi. DPP afanye uchambuzi, aamue kama kuna kesi au hakuna kesi. Hii biashara kukaa na watu siku 40 mahabusu, sisi kama nchi naona kama hajakaa jambo jema sana. Na mimi nimesema kwamba sisi kama mimi kama wakili kama afisa mahakama sitetei mhalifu hata siku moja. Lakini mhalifu basi atendewe vile ambavyo sheria inataka. Kama anatuhuma, mna ushahidi, mmemkamata, mmekaa naye, pelekeni ushahidi huo kwa DPP. DPP afanye uchambuzi, DPP afanye uamuzi wa kupeleka kesi mahakamani, au kama ushahidi hautoshi audishie muendelee kuchunguza zaidi na zaidi. Yuko na watu mahabusu, na bahati mbaya sana ni kwamba jeshi la polisi kwa mahabusu zao hawana facility za kutunza mfungwa. Kwa maana kwamba binadamu yote yule mwandishi wa habari na nani zake za kibinadamu atakuwa oge, atakuwa badilishe nguo na mambo mengine. Sasa jeshi la polisi kwa mahabusu zao hizo facility hawana. Hana mabafu, hana sehemu ya kubadilisha nguo. Kwa hiyo naamini kwamba tainao kwamba kama mna ushahidi basi peleka mahakamani mtumiwa, ili sasa baadaye mahakama kama kosa lake haina dhamana iamuru aende magereza ambako ndio kuna hizo facility. Jeshi la magereza na hizo leo miundombinu ya mtu kuoga kama yuko nyumbani, kufua na kubadilisha nguo. Baadaye mnakaa mtu siku 40 hajawahi kubadilisha nguo, hajawahi kuoga. Na mnajua kwamba sehemu zenu hiyo miundombinu yenu haina hizo facility, inakuwa sio jambo jema. Watu nihitimisha kwa kutoa wito kwa mamlaka za nchi. Moja ni muombe na kumtaka IGP Kamishna IGP Generali Camillus Wambura atoe maagizo kwa maafisa wake wa chini kwamba hii tabia ya kukaa na watu kwa siku 30, 40, 50, 60 haijengi picha nzuri kwa nchi. Hata kama ni uhalifu, basi haki itendewe kwa mujibu wa sheria. Lakini la pili, nitoe wito kwa DCI Kamishna wa polisi Ramadhani Kingai, pia atoe maagizo kwa marasio wake nchi nzima, au ndio wakuu wa upelelezi kwenye maeneo ya mikoa, kukaa na watuhumiwa kwa hizi siku. Kwa mfano huyu Kindikwa au Mzalendo amekaa siku 41 mpaka leo, jambo ambalo pia alikubaliki. Atoe maelekezo ndio Kindikwa, kama jeshi la polisi lina ushahidi afikishwe mahakamani haraka iwezekanavyo. Kama hakuna ushahidi aachiwe aende Ulaya akaongea na familia yake katika ujenzi wa taifa. Lakini la tatu, nitoa ushauri na rai pia kwa upande wa mahakama. Jaji mkuu Mheshimiwa Jaji Mkuu Jaji Masai, naye pia atoa maelekezo kwa majaji na mahakimu kwamba tunapofungua mashauri ya kwa hati ya dharura basi yawe treated kwa udharura huo. Sababu pia inashangaza mno kwamba unafungua shauri kwa hati ya dharura alafu linapangiwa tarehe ya mbali kabisa, na mtu anaendelea kusota rumande. Inakuwa ipendezi. Tukifaili mashauri haya kwa hati ya dharura na tumeandika pale kama ni kwa hati ya dharura, basi mahakama yachukulie mashauri haya kwa udharura huo. Nchi zingine ukifungua shauri kwa mfano kama la huyu aliyekaa siku 40 mahabusu ya polisi, unafungua leo, unapewa summons leo, kesho unaitwa mahakamani. Kwa naamini kwamba na sisi kwenye ile shauri letu mahakama itadhibiti ile shauri kwa haraka, tutapewa summons kwa haraka, na tutapata hili shauri litaitwa kwa haraka ili mahakama ikatoe maagizo kwa watu kwamba huyu mtu apelekwe mahakamani au aweze kuachiwa huru kwenda kuungana na familia zake. Kama nilivyosema kwamba kwa makosa ambayo yanadhaminika, jeshi la polisi linapaswa ama moja ni kwamba kwa mujibu wa kifungu 94 cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai pamoja na PJ 226, jeshi la polisi haliruhusiwi kukaa na mtuhumiwa kwa zaidi ya masaa 24 bila kumfikisha mahakamani au kumpa dhamana. Sasa kuna dhamana za aina mbili. Kuna dhamana ya polisi na dhamana ya mahakama. Kwa wakimpeleka mahakamani sasa, maana yake inawezekana dhamana ikatoka mahakamani, au wao wenyewe wanaweza kumpa dhamana pale pale kwa polisi wakati wakiendelea kufanya upelelezi. Lakini la pili ni kwamba kufuata kifungu cha 51 na 52 cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai yazungumza kwamba afisa wa jeshi la polisi, hasa afisa mpelelezi, haruhusiwi kuwa na mtuhumiwa mahabusu wa polisi zaidi ya masaa 4 akiwa hajamfanyia mahojiano yote. Na masaa 4 yakiisha, sheria inasema ongeza masaa mengine 4, yanakuwa 8. Ina maana yakiisha, sheria inasema
aende kwa hakimu mahakamani akaombe kibali cha kuendelea kukaa naye mtuhumiwa kwa zaidi ya huo muda. Sheria inazungumza hivyo. Lakini la pili ni kwamba kwa makosa ambayo hayana dhamana, sasa makosa ya mauaji, makosa ya ugaidi, makosa mengine ambayo hayana dhamana, ni kwamba jeshi la polisi likishampeleka mtu mahakamani ndani ya masaa 24, mtu pekee ambaye haruhusiwi kuja na sababu kwamba pesa hajakamilika ni DPP. Sheria imeweka ukomo wa siku 90. Siku 90 wakati shauri likiwa mahakamani, kwamba siku 90 zikiisha basi shauri hilo litakuwa leo limeshamaliza muda wake wa upelelezi, lianze kusikilizwa. Naomba kidogo ni fanua hapa ili mzee mkachanganya. Kwa sehemu pekee ambayo sheria imeruhusu kwa makosa ambayo hana makosa makubwa, waita capital offenses, makosa kama ya ugaidi, makosa ya mauaji, sheria imeruhusu kwamba shauri likiwa mahakamani tayari, DPP ana mwanya kwa kukaa na shauri hilo mahakamani kwa maana upelelezi ukiwa hajakamilika kwa siku ambazo hazidi 90. Siku 90 zikiisha, jaji au hakimu anaweza kufuta hiyo shauri. Lakini nje ya hapo, mtu akiwa kituo cha polisi, kwa maana akiwa kama mtuhumiwa, jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria ya mwendo wa makosa jinai, kwa mujibu wa PGO na jeshi la polisi lenyewe haliruhusiwi kukaa na mtuhumiwa kwa zaidi ya masaa 24 ikiwa hajamfikisha mahakamani. Lakini la pili ni kwamba mwaka 2022 Tanzania ilifanya marekebisho ya sheria ya mwendo wa makosa jinai. Ikaja na kifungu cha 134 ambacho kilipiga marufuku jeshi la polisi kukaa na watuhumiwa au kukamata mtuhumiwa wakati upelelezi ukiwa hajakamilika. Na sheria imetafsiri makosa kwa makosa madogo madogo. Kwa mfano makosa haya ya wizi, makosa ya let's say kwa mfano tuma za mitandao, cyber crimes offenses. Kifungu cha 134 kinasema jeshi la polisi haliruhusiwi kumkamata mtu upelelezi ukiwa hajakamilika. Sheria inasema itakuwa likamate leo, lipeleke mahakamani mapema iwezekanavyo. Yaani unakamata leo, unapeleka mahakamani kesho. Kwa makosa ambayo ni makubwa, makosa kama ya uhujumu uchumi, makosa kama ya utakatishaji fedha na kadhalika, na haya ya ugaidi, wanaweza kumkamata mtu, lakini ndani ya masaa 24 wameshampeleka mahakamani. Then ndani ya siku 90 akiwa mahakamani, DPP atakuwa ameshakamilisha ushahidi, shauri lianze kusikilizwa. Lakini jambo la pili nimeuliza kwamba tumefungua shauri hili kama nilivyosema mahakama kuu kwa ajili ya kutaka sasa kama afisa polisi waje atuambie wanapata wapi mamlaka kukaa na mtuhumiwa kwa siku zaidi ya 40 mahabusu bila kumfikisha mahakamani, bila kumpa dhamana, lakini pia bila kuambia wananchi wako naye hapo. Sababu kumbuka mwanzoni hizo habari zilisambaa kuhusu huyu Kindiki kwamba ametekwa. Isambaa taarifa kwa mtindo huo. Lakini baadaye tukapata taarifa kwamba yuko kituo cha polisi Oysterbay, na mimi binafsi nilienda kumtembea nikamkuta kweli yuko pale. Lakini tayari mitaani kuna taarifa kwamba huyu mtu ametekwa. Masuala ambayo jeshi la polisi sasa kaepuka, sababu kweli inatoa taharuki ambazo hazina msingi wote. Lakini kwa ndugu ambao bado nanyoa na ndugu zao ambao kwa polisi kwa siku 5 siku 7 aenda kuendelea, kwanza nafikiri wana fursa ya kwenda kwa mwakili. Naweza kaja Charazia hapa, tutawasaidia. Naweza kaenda ofisi za TLS kwa maana chama cha mawakili wa Tanganyika, watasaidiwa. Ndugu zao wana haki. Kwa makosa ambayo yana dhamana, ndugu zao hawapaswi kuwa ndani kwa zaidi ya masaa 24. Wao wameshapewa dhamana au wameshapelekwa mahakamani. Sasa imekuwa ni utamaduni wa nchi yetu sasa, jeshi la polisi kufanya masuala ambayo wanasema vijana mjini linajiamulia mambo. Linakamata mtu, linakaa naye siku 30, 40, 50, 60. Na naona wenyewe wako pale they proud of. Kwanza inaongeza gharama kwa serikali. Sababu mtu anapokuwa pale let's say hana ndugu. Sababu ndugu mjamwambia kama ndugu yao mko naye pale, ili ampelekee chakula. Na serikali inaingia hasara sasa serikali. Mtu namlisha, itamnulisha asubuhi chai, chakula cha mchana, cha jioni. Serikali inaingia hasara kwa mtu ambaye mngeweza kuambia ndugu zake tunaye hapa, wakampelekea chakula kala chakula pale. Lakini pili ni kwamba mnasababisha taharuki kwa nchi. Sababu ripoti ya Channel ilizungumza, lakini hata ripoti ya Channel ya haki jinai na ile matukio ya Oktoba 29 ilizungumza kwamba moja ya sababu za vurugu zile ni kama masuala ya utekaji na kupotea kwa watu. Na ripoti ikapendekeza namna gani kamataji ufanyike. Lakini huoni kwamba licha ripoti zote za Mheshimiwa Rais Samia aliziunda na zikarecommend hivyo, huoni mabadiliko kwa baadhi ya ministeri kama ni polisi wote. Kwa baadhi ya maafisa polisi bado wanaendelea kufanya matendo ambayo ni kinyume cha sheria na katiba. Kama nilivyosema mwanzo ni kwamba mimi sitetei mhalifu yeyote hapa nchini. Mtu akiwa mhalifu haina maana kwamba tayari sasa ni mfungwa. Isipokuwa atendewe kwa mujibu wa sheria na katiba tunavyoelekeza. Kamata huyo mtu, kaa naye mahabusu hii masaa 24, muhoji,
Kama una ushahidi wa kutosha, peleka mahakamani. Mahakama ikasema anakosa au anakosa. Huna ushahidi, mwachie aende mitaani. Lakini hata kama ukiwachia ukiendelea kupeleza akiwa uraiani, ukishakamilisha upelelezi wako, nenda kamshike sasa. Sasa sheria pia izuii kwamba unaweza ukampa dhamana akaendelea kwa uraiani, wewe unaendelea kupeleza. Ukishakamilisha upelelezi wako, unamuita, unapeleka mahakamani. Namna hiyo. Kwanza nafikiri ni kweli kwamba kwa mujibu wa sheria ya mwenendo mashauri ya jinai, lakini pia kwa mujibu wa sheria ya polisi na huduma saidizi, na kwa mujibu wa PGO, Police General Orders, jeshi la polisi kwa maana ya maafisa jeshi la polisi wanapomkamata mtuhumiwa, zipo taratibu za ukamataji. Lakini la pili ni kwamba wanapotaka kumhamisha mtuhumiwa kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, pia upo taratibu wa kisheria ambao wanapaswa kufuata. Sasa baadhi ya masuala hapa nafikiri itakuwa ni ya kimahakama zaidi, kama atampeleka mahakamani nitakwenda kuyabishania huko. Lakini moja ya nyaraka ambazo jeshi la polisi linapaswa kuwa nayo ninapotaka kumhamisha mtuhumiwa kutoka mkoa A kwenda mkoa B, ina kitu kinachoitwa movement order. Movement ni kwamba ni nyaraka ya ruhusa iliyomruhusu huyu askari anayetoka na mtuhumiwa kutoka kituo A kwenda kituo B kuwa na order ya kuhama kutoka eneo moja kwenda jingine. Sasa sijui kama afisa polisi walipomtoa Kelege CCM kwenda Kibaha, kumtoa Kibaha kuja Oysterbay kama walikuwa na movement order ula. Lakini basi fahamu kama jana walipomtoa kutoka Oysterbay kwenda Kibaha tena kama walikuwa na movement order au vinginevyo. Hata hivyo masuala haya ni ya kimahakama. Tusiongee sana hapa kwa sababu naamini kwamba watamfikisha mahakamani. Watakuja na ushahidi wao. Wa hayo kama hizo taratibu ulifuata, tutakwenda kubishana mahakamani. Tutakwenda kuwaji mahakamani kama utaratibu wa movement wa afisa wa polisi kutoka mkoa mwingine hadi mkoa mwingine ulifuatwa kwa mujibu wa PGO ambao ndio mwongozo mkuu wa utendaji kazi wa afisa polisi. Lakini ni fact kwamba afisa polisi yeyote yule haruhusi kutoka mkoa A kwenda mkoa B bila kuwa na movement order. Sasa naamini kama zipo zitakuja mahakamani na tutaangalia kama ni halali au sio halali. Hiyo ni masuala ya kimahakama tutakwenda kuongelea huko mahakamani. Lakini kwa jumla ni kwamba lazima uone hiyo movement order.